والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إن شاء الله تندرينا كتاب والملخص في شرح كتاب التوحيد شاء الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Kwenye mlango babu ma jaa fi tatayuri, mlango uliokuja kuelezea kuhusu masala ya at-tatayyur. Na at-tatayyur ni kule kuitakidi nuksi kupitia vitu umuman, lakini hususan kwa ndege. Wa qaulullahi ta'ala, na kauli yake Allah mtukufu aliposema ala innama ta'iruhum 'inda Allah, fahamuni hakika ya ta'iruhum, nuksi za wao, kuitakidi kwa nuksi, si ndio wana nuksi wao kama wanavyoona, 'inda Allahi. Hizo zote hizo zatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo ameyapata au basi Allah ndio kayapanga. Ndio maana yakaelezewa huko mbele kwenye tafsiri kama tutakavyoona. Walakin aktharahum la ya'lamun, ni wengi katika wao hawafahamu. Al-A'raf. Wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum, kile kisa ambacho kielezewa ndani ya sura Yasin, kwa maana kwamba nuksi yenu nyinyi iko pamoja na nyinyi. Kwa maana sababu ya Allah kupanga hicho ambacho nyinyi mpo nacho mkakipata au akakusibuni kwacho ni kwa sababu yenu nyinyi mlivyo. Tamamul aya, a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun, mendelea hivyo. Kwa maana kwamba hata kama nyinyi mtakumbushwa ni hivyo hivyo, bali nyinyi ni watu ambao ni musrifun, mmechukua mipaka, mmefanya israfu. Munasabatul kitab al-bab li kitab at-tauhid, munasaba wa mlango ni kitabu at-tauhid. Lamma kanat at-tiyara naw'an min ash-shirki, pindi ilipokuwa at-tiyara ni aina katika aina za ushirikina, alladhi yatanafa ma'a at-tauhid au yunqisu kamalahu, ushirikina ambao wakanushana, kwa maana wapingana pamoja na tauhidi au unapunguza ukamilifu wake hiyo tauhidi. Aqada al-musannifu laha hadha al-bab, akauwekea na akaufungia mtunzi ile jambo la tiyara, mlango huu fi kitabi at-tauhid tahdhiran minha, kwenye kitabu at-tauhid kwa ajili ya kutahadharisha watu kutokana na hiyo at-tiyara. Ma jaa fi at-tatayyur ay min al-wa'id, ile makamio makali yaliyokuja kuhusu at-tatayyur. Wat-tatayyur masdaru tatayyara, wa huwa at-tasha'um bi-shay'i al-mar'i aw al-masmu'i. Na at-tatayyur ni masdar ya kitendo tatayyara, maana ya tatayyara yatatayyaru tatayyuran, wa huwa at-tasha'um bi-shay'i, napo ni kule kuitakidi nuksi kupitia kitu, al-mar'i, kinachoonekana, au al-masmu' au kinachosikilikana, ukaitakidi nuksi. Ala adatu tanbihi, hichi ni kitendea kazi cha kutanabahisha, kumzindua mtu. Inama adatu hasrin, na hii inama hii ni adatu hasrin, kile mbele wanachona balagha na wanaona kwamba wanaita kafatul makfufa, wanaita hivyo. Ni kitendea kazi ambacho huja kwa kudhibiti kitu. Inda Allahi ta'iruhum ma qudiya alayhim wa qaddara lahum, yale yaliyohukumiwa juu ya wao na yakapangwa kwa wao. Inda Allahi ay inma ja'ahum ash-shu'mu min qibalihi wa bihukmihi al-kawni al-qadari bisababi kufrihim wa takdhibihim bi ayatihi wa rusulihi. Haikasi pengine nuksi yao imewajia wao kutoka upande wake yeye, kwa hukumu yake yeye ya kikauni, sio ya kisheria, ya kikauni, ya kikadari. Kwa sababu hapa ndio kwa kutolea maelezo vizuri zaidi, kwa sababu
sio kwamba uegemeze tu moja kwa moja kwamba hayo aliyowapata wao yatoka kwa Allah hivyo hivyo tu, basi na kubagua kwa hukumu yake ipi, ni kwa hukumu ya Allah al-kauniyu al-qadariyu, bisababi kufrihim, kwa sababu ya ukafiri wao, wa takdhibihim biayatihi wa rusulihi, na kule kukadhibisha kwa wao aya zake Allah na mitume yake. La ya'lamun wasfun lahum biljahala, ini ni sifa, ni kusifiwa wao ujinga. Kadhalika wa adamil ilmi, na kule kutokuwa na elimu. Wa annahum la yadrun, na kwamba wao hawajui. Ta'irukum ay hadhukum wa ma nabakum min sharrin, fungu lenu na yale ambayo yamekupateni nyinyi katika shari. Ma'akum ay bisababi af'alikum, kwa sababu ya vitendo vyenu. Wa kufrikum, na kule kufuru kwenu. Wa mukhalafatikum an-nasihin, na kule kukhalifiana kwenu nyinyi na wale wenye kutoa nasaha mkawakhalifu wao. A in dhukirtum ay min ajli anna dhakkarnakum qabaltumuna biqaulikum, kwa maana kwa ajili ya kule kwa kwetu sisi tumekukumbusheni, mmekabiliana nasi kwa kule kusema kwenu nyinyi, inna tatayyarna bikum, sisi tumekunasihini mkakabiliana nasi kwa kusema kwamba mmeitakidi nuksi kupitia nani? Sisi. Bal antum qaumun musrifun, bali nyinyi ni watu ambao musrifun. Adatukumul israf fil isyan, desturi yenu nyinyi ni kule kuchupa mipaka kwenye maasi. Famin thamma ja'akum shu'um, kutokea huko ndio ikakujieni nyinyi nuksi. Wasaraf alfasadu, ni al-asraf, na maana yake ni alfasadu. Wa huwa mujawazatu al-hadd fi mukhalafati al-haqqi, na kule kuvuka mpaka kwa kukhalifu haki, tukavuka mpaka jambo akakhalifiana na haki. المعنى الإجمالي للآيتين. الآية الأولى لما كان قوم فرعون، pindi walipokuwa watu wa Firaun, idha asabahum ghala'un wa qahtun, itakapowapata wao hali ngumu na ukame, qalu, husema, hadha asabana bisababi Musa wa ashabihi wa bishu'mihim, haya yametusibu sisi kwa sababu ya Musa na watu wake na kwa nuksia wao. Radda Allahu ta'ala alayhim bi anna ma asabahum min dhalika inma huwa biqada'ihi wa qadarihi alayhim bikufrihim, Allah akawaradi wao kwa kusema kwamba yale ambayo yamewasibu wao katika hayo ni kwa sababu ya hukumu yake na kadari yake kwao wao juu ya ukafiri. Thumma wasafa aktharahum biljahalati wa adamil ilmi, kisha akawasifia kwa maana akawaelezea, akaeleza kuhusu wao kwa maana kuhusu wengi katika wao, biljahalati, kwa ujinga, wa adamil ilmi, na kutokuwa na elimu. Walau fahimu wa aqilu la'alimu anna Musa ma jaa illa bil khairi wal barakati wal falahi liman amana bihi wattaba'ahu, walau kama wangelifahamu na wakawa na akili na wakajua, wangelijua kwamba hakika ya Musa hakuja isipokuwa yeye na khairi, hakuja yeye isipokuwa na khairi na baraka, na kadhalika kufaulu kwa yule ambaye yeye atamwamini yeye na akamfuata. Hiyo ni aya ya mwanzo. Al-ayatu thaniya, aya pili, anna Allah subhanahu radda ala man kadhaba ar-rusula fa usiba bil bala, Allah subhanahu wa ta'ala amewaradi wale ambao wamekadhibisha mitume ikawa ni sababu ya kukusubiwa na mabalaa. Thumma daa anna sababahu jaa min qibali ar-rusuli wa bisababihim, kisha wakadai wao hao waliosibiwa na, kwa maana huyo alimkadhibisha mtume, kisha akadai kwamba sababu ya hayo aliyopata kesi vingine yamekuja kutoka kwenye upande wa mitume na sababu yao wao, kwa maana kwamba akageuza mambo. Fabayana Allah subhanahu anna sababa hadha albalai, akabainisha Allah mtukufu kwamba sababu
ya balaa hili min qibali anfusihim, kutoka kwenye upande wa nafsi zao, wa bisababi af'alihim wa kufrihim, na kwa sababu ya vitendo vyao na ukafiri wao, la min qibali rusuli kama da'u, sio sio kwamba yatatokana hayo na upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mitume kwa ujumla, sio kwamba hayo yanatoka upande wa mitume kama walivyodai wao. Wa kana laiqu bihim an yaqbalu qawla an-nasihin liyaslamu min hadha al-bala'i, lakinnahum qaumun mutamaduna fil ma'asi famin thumma ja'ahum ash-shu'mu wal bala'u, na ilikuwa yenye kuendana na wao ni wakubali kauli ya wale wenye kuwanasihi wao ili wasalimike kutokana na hili balaa, lakini wao ni watu ambao ni wenye kuendelea sana katika maasi. Famin thumma ja'ahum ash-shu'mu wal bala'u, kutokea huko sasa ndio ikawajia wao nuksi na mabalaa, sababu maitakidi nuksi. Bali tutakuja kuona pia kwenye kipengele kinachokuja mbele hapo kuhusu itikadi za baadhi ya watu kwenye huu mwezi wa Safar. Munasabatul ayatayn lilbabi, munasaba wa hizi aya mbili katika mlango. Anna Allah dhakara anna at-tatayyura min amali al-jahiliyyati wal mushrikin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba at-tatayyur ni katika vitendo vya kijahilia na washirikina. Wa qad dhammahum Allah ta'ala wa maqatahum, Allah amewasema vibaya wao na kuwachukia watu wa kijahilia. Ma yustafadu min al-ayatayn, yenye kupatikana faida katika aya hizo mbili. Anna at-tatayyura min amali al-jahiliya wal mushrikin, kama tulivyoona hapo, at-tatayyur ni katika vitendo vya kijahilia na washirikina. Kadhalika ithbatu al-qada'i wal qadari wal imani bihima, kuthibitisha qada na qadar na kuviamini viwili hivyo. So thibitisha tukisha baadaye huviamini. Anna al-masaiba bisababi al-ma'asi wa sayyi'at, jambo jingine kwamba misiba hii inakuwa ni kwa sababu ya maasi na yale madhambi watu ambao wanayatenda. Bali tutakuja kuona pia kwenye hicho kitabu Wadau wa Dawau, jambo limeelezewa, kumetajwa mifano ya watu wengi sana kwenye hilo, tena waliokuwa wamepita wakubwa. Mfano mimbabi mithali, kilichomtoa Adam peponi nini? Maasi, alimwasi Allah. Kilichofanya watu wa Luthi waangamizwe nini? Maasi. Kilichowafanya watu wa Hudhi waangamizwe nini? Maasi. Kilichowafanya watu wa Nuhu waangamizwe nini? Ni maasi. Na bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema kwamba lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Ukiangalia hadithi na yale mambo yale matano ambayo yametajwa pale, yote maasi. Mengi sana. Watu wa Salih kuangamizwa, maasi. Watu wa Shuaib, maasi. Wote hao kwa sababu ya nini? Ya yale waliyotenda. Firaun, maasi, tena alichupiliza mipaka kwenye maasi, tamada fil maasi, ndio maana akaangamizwa na Allah. Kwa yale yote ambayo yanatokea yale katika nataij mbaya ni kwa sababu yale ambayo tuyachuma wenyewe. Fil ayati al-ula dhammu al-jahli, kwenye ile ya mwanzo ile kuna kusoma vibaya ujinga, lianahu yuaddi ila adami ma'rifati shirki wa wasailihi, kwa sababu yapelekea kwenye kuto kujua ushirikina na njia zake. Wa min thamma al-wuqu'u fihi, kisha kutokea huko ndio kuingia kwenye hayo maasi na dhambi ya ushirikina. Fil ayati thaniya, katika aya pili, wujubu qabuli nasiha, wajibu wa kubali nasaha. Katika ambapo hupatikana faida ni ule wajibu wa kubali nasaha, lianna adama qabuliha min sifati al-kuffar, kwa sababu kutokuzikubali hizo nasaha ni katika sifa za makafiri. Anna ma ja'at bihi ar-rusulu fahuwa al-khairu wal barakatu liman ittaba'ahu, bali ambayo wamekuja nayo mitume ni khairi na baraka kwa wale ambao watafuata hiyo mitume. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na kutoka sahaba Abu Hurairah Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la adwa
wala tiyara wala hama wala safar la adwa. Hakuna kuitakidi kuambukiza maradhi, kuambukiza ambako ilikuwa wakiitakidi watu wa kijahilia. Hiyo ndiyo maana ya la adwa, kwa sababu watu wa kijahilia walikuwa wakiitakidi kwamba yale maradhi yenyewe yale yanaweza yakahama yenyewe yakaenda kwa mtu mwingine pasi na sababu yote, kwa maana yakawa yana taathiri dhati, taathiri ya dhati. Walikuwa wakiitakidi hivyo. Wala tiyara tumshielezea, wala hama, wala kuitakidi nuksi kupitia buma. Wala hama ay wala albuma ambaye mbundi. Wala safar, wala kuitakidi nuksi kupitia mwezi wa Safar fungo 5. hadithi hiyo imetaja Imam al-Bukhari kadhalika na Imam Muslim. Zada Muslimun wala nau'a wala ghul. Imam Muslim akazidisha tamko yake kwamba wala al-istisqa bil anwa'i ambayo tuliona katika sharh masail jahiliya huko pia. Wala ghul, na al-ghul ni jinsu min al-jinn wa shayatin, wala hakuna kuitakili mambo ya nuksi kupitia hao hivyo. Wala adu, la adwa, al-adu ismun min al-i'da, ni tamko ambalo linatokana na kule kuambukiza. Wa huwa mujawazatul illati min sahibiha ila ghairihi, nako ni kule kuvuka lile gonjwa kutoka kwa mwenye nalo ilo gonjwa kwenda kwa mwingine. Wal manfiyu ma kana yataqiduhu ahlul jahiliya, na kilichokanushwa hapa sio kwamba eti magonjwa haya nini, hakuna kuambukizana kwa magonjwa la, lakini kilichokanushwa hapa ni kile ambacho ilikuwa wakikiitakidi kwacho watu wa kijahiliya, anna al-illata tasri bitab'iha la biqadarillah, kwamba yale maradhi yale yanatembea yale kwa maumbile yake, yani yenyewe kama yenyewe, sio kwa kadari ya Allah. Walikuwa wakitakidi hivyo. Wala tiyara, at-tiyaratu hiya tashaumu bituyuri, ni kule kukitakidi nuksi kupitia ndege. Wal asma'i kadhalika, na majina. Wal alfadhi, na matamko. Wal biqa'i, na sehemu. Wal ashkhasi, na watu. Wala yahtamilu an takuna nafiyatan au nahiyatan, wan nafyu ablahu. Na hii la adwa, hiyo la hiyo yahitamili kuwa ni la nafia au la nahia, na hii an-nafyu hii ndio ablaghu zaidi. Tamko la an-nafyu ndio lilokuwa ni ablaghu zaidi. Wala hama, alhama bitakhfif almim, so wala hama kwa kutia uwepesi mimu. Albuma, ibundi. Kanu yatashaamuna biha, walikuwa wao wakiitakidi nuksi kupitia bundi, kupitia yewe bundi. Fajaa alhadithu binafi dhalika wa ibtalihi, hadithi ikaja kulikanusha hilo na kulibatilisha. Wala safar qila almuradu bihi hayatun takunu fi albatni tusibu almashiya wan nas. Amesema kwamba ni nyoka ambaye anakuwa yuko tumboni, ambaye huwasibu wale wenye kutembea kwa miguu na watu kwa ujumla, vile wenye kutembea kwa miguu na watu kwa ujumla. Yazumuna annaha ashaddu adwa min aljarab, wakiwa wanadai wao kwamba huyo nyoka huyo ana maambukizo makubwa kuliko hata nini, ugonjwa balanga. Fajaa alhadithu binafi hadha az-zami, hadithi ikaja kulikanusha dai hili. Waqila, na pamesemwa almuradu, maksudio yake shahru Safar, mwezi wa fungo 5. Kanu yatashaamuna bihi, ilikuwa wao wakiitakidi nuksi kupitia mwezi huo. Fajaa alhadithu bi ibtali dhalika, ikaja hadithi kulibatilisha hilo. Wala nau'a sayati bayanu dhalika fi babihi insha Allah, itakuja ubainifu wa hilo kwenye mlango wake insha Allah. Hilo nau tutaelezea. Al-ghul jinsun min al-jinni wa shayatin, ni jinsi katika majina wa shetani. Yazumuna annaha tudilluhum an at-tariqi wa tuhlikuhum, walikuwa wakidai kwamba
inawapoteza wao kadhalika kutoka kwenye njia na kuangamiza kwa kile hivyo. Fajaa alhadithu biibtali dhalika, ili jambo wanaita baadhi ya watu sheshele. Litamko hili baadhi ya watu walikuwa wakiitakidi hivyo, na mpaka sasa hivi hapo wanaitakidi hivyo, lakini uhalisia ile ni hali ya kibinadamu, inatokea sometimes akili inaghafilika. Basi ni hivyo, maumbile tu, hakuna sheshele, hakuna nini, ni akili tu, maumbile tu yapo hivyo. Si jina si yote anakusubu mpaka kwa vile, bali hiyo ni hali inatokea. Pengine umechoka sana alafu ukatembea uko, unapoenda ukasahau njia alafu apita kila siku, inatokea ile kimaumbile kama mwanadamu upo hivyo. Sio kwamba eti ndio ushasibwa njini wewe, sio hivyo. Hasa kama njini, mbona ukikumbushwa tu upo sehemu fulani unakumbuka? Kwa ina maana ukikumbushwa ndio jini atoka? Kukumbusha ndio dawa ya kutoa jini? Sio itakadi za sawa. Ile jambo linatokea tu, ile tabia ya mwanadamu ipo hivyo, umbile yake hapo hivyo. Kadhalika wabayanu annaha la tastati'u an tudilla ahadan au tuhlikahu, na ubainifu hadithi ikaja pia na ubainifu wa kule kubainisha kuwa hawezi yote katika hayo majini kumpoteza yoyote au kumwangamiza, hawezi. Al-maana al-ijmali lilhadithi, maana ya kiujumla kihadithi. Mfano pia tutaje mfano ule kwa wazi. Mimi namkuona mfahamu mtu ambaye pale makorora pale alisahau kabisa yuko wapi, akawa anazunguka tu, atakaende kwake lakini anazunguka makorora tu, kuna hadithi ya mwenyewe tu. Yani hivyo sio maskhara, sio jambo la maskhara. Mimi nakumbuka takriban miaka 8 au 9 nyuma, mimi binafsi shehe kwenda tangamano kabisa, na akhi nikamwambia twenzetu, tukaenda pamoja kabisa. Tukashuka pale stendi pale kabisa, tukashuka ni stendi, lakini niliposhuka mimi sikujua kwa ni stendi pale. Sasa nikamuuliza hivi, tangamano hapa ni wapi? Tupo stendi pale kabisa. Hasa ndo nilisubwa na shetani au la, bali ile siku mimi nakumbuka wenyewe nilikuwa nimechoka sana. Choka sana, hilo jambo linatokea, sio masala ya nuksi wala nini, wala sio masala ya shetani nini. Hilo jambo linatokea, kwa hilo jambo linatokea, sio kwamba eti ndio shetani alikupata ndio kwa hivyo, la, sema umbili hapo hivyo. Sometimes unasahau, unaghafilika, unakuwa na hali hiyo. Naam, al-maana al-ijmali lilhadithi yanfi sallallahu alayhi wasallam, anakanusha mtume sallam ma kanat, yale ambayo ilikuwa taatakiduhu aljahiliya, wakiitakidi au yale ambayo walikuwa wakiitakidi watu wa kijahiliya, min i'tiqadatin batila, katika itikadi za batil, min at-tasha'um bituyuri, kama vile kuitakidi nuksi kupitia ndege, wa baadhi ash-shuhuri wan-nujumi wa baadhi al-jinni wash-shayatin, na baadhi ya miezi na nyota na baadhi ya majina wa shetani. Fayatawaqqa'una al-hilaka wad-darara minha, kwa hiyo wao wanakuwa na matarajio makubwa, ile itikadi ya kuwa na asilimia kubwa. Tawaqqu'u ni vile kuwa na asilimia kubwa, wana asilimia kubwa ya maangamivu na madhara kupitia vitu hivyo. Kama kanu ya'taqiduna sarayana al-amradi min mahalli al-isabati ila ghayriha bi anfusiha, kama ilivyokuwa wakiitakidi wao kule kutembea kwa maradhi kutoka kwenye ile sehemu ya gonjwa, al-isaba, mahallu al-isaba, sehemu ya gonjwa, ila ghairiha, mpaka kwenda sehemu nyingine, kwa maana yakatoka hayo maradhi yenyewe yakaenda sehemu nyingine, bi anfusiha, yenyewe kama yenyewe. Fayaruddu sallallahu alayhi wasallam kulla hadhihi al-khurafat, mtume akaradi khurafa zote hizi, wayaghrisu makanaha at-tawakkul ala Allah, na akapanda sehemu ya hizo khurafati kule kumtegemea Allah, wa aqidat at-tauhid al-khalis, na itikadi ya tauhid iliyokuwa takasifu, akapanda hivyo yeye. walahuma ay al-Bukhari wa Muslim, hao huko munasabatul hadithi lilbabi, munasaba wa hadithi katika mlango. Nasema shekhi annahu yadullu ala ibtali tiyara, hadithi yajulisha juu ya
julisha juu ya kubatilisha nini itikadi hii ya at-tiyara, ibatilisha. Na kadhalika vile vile wa annaha i'tiqadun jahiliyun, na kwamba hiyo wa annaha, na kwamba hiyo ni itikadi ya kijahiliya. Ma yustafadu min alhadithi, yenye kupatikana faida katika hadithi. Ibtalu tiyara, jambo la mwanzo ili ni kubatilisha nini itikadi ya kuitakidi nuksi kupitia ndege. Kadhalika ibtalu i'tiqadi aljahiliya, kule kubatilisha ile itikadi ya kijahiliya. Anna al-amrada tu'di bi tabi'atiha la bi taqdiri Allah ta'ala, kama maradhi yanaambukiza yenyewe, yani kai yenyewe. At-tabi'a yani kwa unecha wake yenyewe, kai yenyewe yanaambukiza. La bi taqdiri Allah, sio kwa makadirio ya Allah, kulibatilisha ile. Kadhalika ibtalu tashaumi bilhamati wa shahri safar, kubatilisha kuitakidi nuksi kupitia bundi na mwezi wa mfungo 5 ambao tupo nao. Leo tarehe ngapi? 9. Tarehe 9 Safar 1447, ndio hivyo tarehe hiyo. Kadhalika ibtalu i'tiqadi ta'thiri al-anwa'i, kubatilisha itikadi ya kuathiri nini al-anwa', nyota, kwamba nyota zina athari ya kusababisha mvua, tutakuja kuona mbele huko, kulibatilisha hilo. Ujubu tawakkuli ala Allah wal i'timadi alayhi, wajibu wa kumtegemea Allah na wajibu wa kutegemea kuegemea moja kwa moja mtu kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika anna min tahqiqi at-tauhid al-hadhara min al-wasa'il al-mufdiyati ila shirki, kwamba katika kuihakiki tauhidi ni kutahadhari kutokana na zile njia ambazo zitapeleka kwenye ushirikina. Kadhalika ibtalu ma yafaluhu ba'dhu an-nas min at-tasha'um bil alwani, kuyabatilisha yale ambayo wao watu wanaitakidi wanayafanya baadhi ya watu, kuyabatilisha yale ambayo wanayafanya baadhi ya watu min at-tasha'um bil alwani, kama vile kuitakidi nuksi kupitia nini rangi, kal aswad wal ahmar, kama nyeusi na nyekundu, au baadhi al-arqam, au baadhi ya namba, wal asma'i wal ashkhasi, na majina, kadhalika na watu, wa dhawil ahat, na wale wenye nini majanga, matatizo. Al-ahad ile matatizo makubwa yale. Walahuma an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la adwa wala tiyara wa yujibuni al-fa'lu. Qalu wa ma al-fa'lu? Qala al-kalimatu at-tayyiba. Nyingine tunasema kwamba la adwa, hakuna kuambukiza kwa maradhi, kama itikadi ambayo walikuwa itakidi kwayo kuhusu kuambukiza hayo maradhi watu wa kijahilia, na wala hakuna kuitakidi nuksi kupitia ndege. Wa yujibuni al-fa'lu, na inanipendezesha mimi al-fa'lu. Akaulizwa mtume al-fa'lu nini, akasema nini? Neno zuri. Al-fa'lu mahmuzun fima yasurru wa yasu'u, ili tamko ni mahmuz, kwa maana moja kati ya matamko yake, moja kati ya herufi zake za asili ni hamza, lakini kadhalika hutumikana kwenye lile ambalo hufurahisha na kuudhi. Bikhilafi at-tiyara, kinyume na at-tiyara, fala takunu illa fima yasuu, at-tiyara haiwi isipokuwa kwenye jambo linalochukiza tu. Al-kalimatu at-tayyiba ka an yakuna ar-rajulu maridan fayasma'u man yaqulu ya Salim, kama vile kuwa mtu ni mgonjwa akamsikia mwenye kusema ewe Salim. Fa yu'ammilu al-bar'a min maradihi au al-bur'a, fa yu'ammilu al-bur'a min maradihi, kwa hiyo akawa na matarajio ya kupona kutokana na ile maradhi yake, akaona kama nitapona mimi. Kadhalika munasabatu dhikri al-hadithi fi al-babi, munasaba kutaja hadithi katika mlango. Anna fihi bayana anna al-fa'ala laysa min at-tiyarati al-manhiyi anha, kuna ndani yake kubainisha kwamba al-fa'al si katika tiyara iliyokatazwa, sio katika tiyara iliyokatazwa. Kadhalika vile vile ma yustafadu min al-hadithi anna al-fa'ala laysa min at-tiyarati al-manhiyi anha, tushaelezea hilo. Tafsiru al-fa'ali, katika ambapo hupatikana faida, maana ni tafsiri hii ya al-fa'al.
Bismillah.